Hi guys, hope you are doing well. Mimi niko poa kama kawaida. Okay guys, as you know, leo ni siku ya 7 ya safari yangu ya siku 90 ya kupungua uzito, and if you are new to this channel, karibu sana. Subscribe kwenye hii channel. Hapa tunaongelea mambo ya weight loss, of course lifestyle kwa upana wake, lakini kwa sasa hivi nimefocus ku transform my life. Lengo ni kupunguza kilo almost 20 na mpaka ndani ya siku 90 guys. Kwa hiyo na leo ni siku ya 7, nikasema okay, leo sijafanya mazoezi, nimesema nipumzike, lakini nikasema okay, ngoja niwape update ya hizi siku 7 ambazo nimekuwa kwenye safari, nini kimebadilika, ni nini, of course ni nini nimejifunza so far, kwa sababu kila siku is learning, unapata learning is kila siku unajifunza. Kila siku ni kujifunza. So far for now nimejifunza mambo mengi. Of course kuna vingi pia vya kuimprove, lakini kabla sijasema kwamba ni vitu gani vya kuimprove au ni vitu gani nimejifunza, kwanza nashukuru kwa wote ambao mnanisupport, lakini pili nashukuru kwa mimi kufungua hii YouTube channel, kwa sababu ni platform ambayo nimeamua kuweka maisha yangu public, na naona inanisaidia, kwa sababu kwenye hii safari pengine ningeshaacha, lakini ni kitu ambacho kinanipa kwamba okay, nimeshajiweka kwenye public kwamba napungua uzito, kwamba so I have to do it with, yani nifanye, it's not for you to prove kwenu kwamba okay, but even for me kwamba lazima nionyeshe bidii so that I can inspire someone there outside. Na hilo ndo lengo kubwa la kubadilisha maisha, pia sio kwa ajili yangu tu, na kwa ajili ya mtu mwingine, kwa sababu kuna mwingine akiona hii video atasema okay, kama udada anajipambania hivi, okay, kwa nini na mimi nisianze kupambania afya yangu, au kwa nini na mimi nisitaki kubadilika labda kwenye, so lazima hata kwenye kupungua uzito guys, kwenye maisha kuna vitu vingi sana ambavyo mtu unaweza kuwa unataka kubadilisha any part of your life, any step of your life. Unaweza kuwa unataka kubadilisha mambo labda financial, hivyo labda discipline, labda kitu chochote tu kile kwenye maisha. Kwa hiyo kwa kuona hivi inaweza kuinspire kuona okay, hebu ngoja na mimi nijaribu kubadilika kwenye engo hii. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hii channel. Kwa hiyo guys, kwa siku hizi ambazo nimefanya hii challenge ya siku 90, leo ndo siku ya 7, na nimejifunza vitu vingi, discipline, kuamka, kufanya mazoezi guys, sio mchezo. Na kitu pekee ambacho unaweza kufanya ni kuanza. Kitu pekee unachoweza kufanya ni kuanza. The rest, yani ukishakuwa na mwanzo, basi na maana kuendelea pia inakuwa rahisi guys. As you know, mmekuwa mkiniona nafanya mazoezi na post hivyo kidogo. Of course I'm not perfect, but naendelea kujifunza kila siku, ambayo mazoezi yao yamenisaidia kwa kiwango kikubwa. Of course kuna ile nilikuwa najisikia very heavy, lakini sasa hivi naona ule uzito umepungua. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo, lakini pia najisikia hata mental health, yani najisikia kwamba at least nimerelax, moyo wangu umerelax, like nilikuwa nimeshajikatia tamaa, nimejichukia, lakini nimeamka. Kwa hiyo naona okay, sijapata matokeo makubwa, lakini naona okay, kuna mwanga na kuna mali inaelekea, na of course kuna improvement, yani hata ile kujisikia vizuri tu. Nilikuwa nasikia ule uchovu, afu naikuwa na zile mood, yani ujisikii vizuri, yani unakuwa uko tu guys. As you know, sometimes hata unataka kutoka gauni, unakuta unatafuta nguo
kwenye kabati nguo zote, mara hii inakubana mkono, mara hii inakubana tumbo. Kwa hiyo ni stress, yani sometimes yani unajikatia tu tamaa. Lakini sasa hivi guys, bado naona mwanga na bado najituma, na ndio siku 7, lakini kuna yani kwa kweli sasa hivi siko nilipokuwa, hata kujipenda, yani nimeanza kujikubali kwamba kuna okay, kwa hii ni kipindi na ni cha mpito na nitabadilika, nitarudi back to kuwa fiti, nguo zangu zitanitosha tena. Kwa najipa muda, najua ni swala la muda tu. Okay, kwenye upande wa chakula, of course I need to improve kwenye chakula. For me to be kula labda clean au healthy au kitu ninachokitaka ambacho najua kitanisaidia katika hii safari, nimegundua au nimejifunza lazima niandae chakula changu, ni meal prep chakula changu then mapema, so that hata cha siku 2 cha siku 3 ili iwe rahisi na safari yangu iwe easy. Sometimes unaweza kuona vitu ni vigumu, lakini yani I need system ya kupangilia kwamba okay, kwa wiki hii nitakula hichi, na kama nitakula hivi ni vitu gani labda natakuwa nikafanye shopping labda ni nini. Yani kwa sababu usipofanya maandalizi guys, ina maana utarudi kwenye, unaweza kaangukia tena kula vyakula ambavyo sivyo. Lakini ukijipangia na ukaandaa mapema, mimi nimejifunza na nimeona itanisaidia sana. Maana yake nilikuwa na struggle sana kufikiria okay, nitakula nini, sijui nini akipo, yani struggle. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia nimejifunza and I'm working on that. Kitu kingine ambacho nimejifunza pia ni muda, pia swala la muda, kwa sababu okay, unakuta kuna shughuli nyingine unafanya, unataka ufanye mazoezi, unataka ufanye hivi, kwa bado napambana na muda, kujua okay, muda hata kama ni mazoezi labda nifanye kwa muda gani. Kwa hiyo kama ni I try to find smartwatch, sijui ili niweze pia count calories nikifanya mazoezi, pia niweze count calories na kuangalia pia ni muda gani ambao natumia kufanya kwenye mazoezi yangu. Hiyo itanisaidia kujua kwamba ni wapi ambako pia ninafanya sawa, kitu gani ambacho sifanyi sawa, na ni kwa muda gani natakiwa nifanye mazoezi hivyo, na kupangilia muda kama ni asubuhi okay. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo guys. Kingine ambacho kimebadilika, ambacho yani nimeona mabadiliko ni mimi mwenyewe tu kwenye, kama nilivyowaambia guys, kwenye afya yangu. Sisikii ule uzito ule nilikuwa nausikia kwa sababu ya chakula vile nilipokuwa nakula. Nilikuwa nakula ovyo, kwa kila saa unasikia umechoka. Kwa sasa hivi kwa sababu kidogo nakula clean, of course natakuwa niko hapo kwenye chakula nipaangalie sana, lakini pia pamenisaidia, manake kwa jinsi ambavyo nakula sasa hivi naona inanisaidia, na kwa ile sipati ile kuvimbiwa mara umechoka, kusinzia ovyo, yani ukikaa tu unasikia mchovu na hata hamna kitu cha maana ulichofanya. Kwa hiyo guys, namshukuru Mungu kwa hivyo. Kwa hiyo naendelea kuimprove kwenye baadhi tu ya mambo na kuendelea kujifunza zaidi na zaidi. Lengo ni kuwa better. Yani lengo ni kupambana mpaka tufikie malengo. Tufikie malengo guys. Nakumbuka siku moja nimeumwa, sio siku nyingi, sio siku nyingi sana, nilikuwa nasikia tu vibaya, nikaenda hospitali. Katika kufanya vipimo, daktari akaniambia kwamba mbona sukari yangu kama iko juu guys. Nikajua hapa hali ni mbaya. So daktari akaniambia you just take care of yourself, kwa sababu ikianza hivi ni mbaya. Kwa hiyo lazima ujaribu kujiangalia na jitahidi ku lose weight. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo, magonjwa yanaanza, unashangaa tu unaambiwa hivyo, ghafla ndio inakuwa serious, unaanza kuingia kwenye vidonge. Kwa hiyo guys,
tuendelee kupambana afya zetu. Hiyo ni siku 7 tu ambayo mimi nimeanza, at least naona nimejitahidi na nitaendelea kujitahidi guys. Kwa hiyo kama wewe una kilo zako nyingi, usikate tamaa, tuendelee kupambana guys, tuendelee na mapambano. Then nitakuja na mrejesho kwamba nimepunguza kilo ngapi maybe, lakini not today, lakini nitakuja na hiyo video hapo mbeleni. Naona siku 7 bado ni ndogo sana, ni chache sana. Kwa hiyo tuendelee kupambana, tutakuja kujua kama nimepungua sijapungua. Lakini hata kama nitakuwa sijapungua, lakini kuna namna tu mtu unajisikia tofauti hata na vile ulivyokuwa, hata kama sio kwamba ni kilo kwenye mzani au nini, lakini kuna namna unajisikia vizuri. Kwa hiyo bado inanipa nguvu ya mimi kuendelea. So guys, just take care of yourself. Muendelee kunifuatilia. Nitapenda kama utaniachia ujumbe kwenye comment section. Kama utalike hii video nitashukuru sana, na share guys, share hii video kwa una ndugu, una dada, una shangazi, una share to everyone ambaye unaona itamsaidia. Share even to your enemies guys, share every corner, share to your teacher, share with your teacher, share with your friends, share with your mom and your dad, your auntie, your cousins, share with everyone guys. And nitashukuruni sana, na mkiendelea kusubscribe pia nitashukuru sana sana sana. Sasa hivi tuko kwenye safari tufike 100 subscribers guys, na kwa kweli nashukuru sana kwa support, na tuendelee and stay safe. I love you guys. Bye bye for now. See you tomorrow.